Tena kwa sauti kama na amani. Tena kwa sauti kama na amani. Nimesoma kitabu cha Luka 24 kianza na ule mstari wa kwanza. Kuna vitu vichache hapa kwa neema ya Mungu nataka nizungumze, na Roho Mtakatifu atatusaidia kujua mambo fulani hapa. Hii ni habari ya kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Maandiko yanaeleza jinsi ambavyo Yesu Kristo aliteswa, na alipoteswa aliteswa kwa ajili yetu. Haleluya. Aliteswa kwa ajili yetu. Katika mateso yake alikuwa analipa gharama ya makosa tuliyoyatenda sisi wanadamu. Maana Mungu alipotaka kuukomboa ulimwengu, aliona hakuna mwanadamu anayeweza kumkomboa mwanadamu wenzake, kwa sababu wanadamu wote walikuwa wametenda dhambi. Maandiko yanasema katika kitabu cha Kutoka kwamba wote walitenda dhambi na kupungukiwa na nini? Na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo hakukuwa na mtu yoyote ambaye ana haki ya kusimama mbele za Mungu kuwaokoa wanadamu wengine. Na kama ambavyo unajua, sisi wanadamu wote tumetokana na Adamu aliyetenda dhambi tangu mwanzo. Kwa hiyo hata kama ni mtoto mdogo, lakini maadamu amezaliwa na Adamu, ndani ya damu yake kuna chembe chembe na asili ya dhambi. Na ndio maana shangaa, mtoto ni mdogo, ana miaka 2, unaweza kumwomba kitu akakunyima, roho ya uchoyo. Sasa amejua wapi uchoyo? Nani amemfundisha? Na unaweza ukagundua kwamba hakuna mtu ambaye ameshakaa na mtoto akamfundisha uchoyo, lakini huyu mtoto mdogo ndani yake kuna chembe chembe na ile asili ya Adamu, asili ya makosa, asili ya dhambi. Unaweza ukashangaa wanapigana from nowhere, wanapigana watoto. Nani amewafundisha kupigana? Lakini kwa sababu ya ile asili. Kwa hiyo sasa, kwa kuwa tumetokana na Adamu, tunayo ile asili ya dhambi. Sasa Yesu Kristo alipokuja duniani, maana baada ya Adamu kuanguka, hakukuwa na namna yoyote ya kuwasiliana na Mungu kwa namna ya kiroho. Ilibidi Yesu arudishe yale mahusiano. Kwa hiyo Yesu akaja duniani akamwaga damu. Sasa sitaki kuzungumza huko, nataka nizungumze kitu ambacho nimekisoma hapa. Baada ya mateso ya Yesu Kristo ambayo Mungu alimwandikia tangu mwanzo, Biblia inasema ya kwamba baada ya yale mateso Yesu Kristo akafa. Alipokufa akazikwa. Alipozikwa, kwa mujibu wa Biblia, ilimpasa Yesu Kristo akae kaburini siku 3. Siku ngapi? Siku 3. Na habari ya siku 3 za Yesu kukaa kaburini sio kwamba alikuwa anaziamua yeye. Kilikuwa ni kitu ambacho Mungu Baba amekiweka. Lazima akae kaburini siku 3. Lazima. Hawezi kutoka. Kasema kwamba ngoja nikae tu siku 2 nitoke. No. Kwa sababu Baba ndiye aliyekuwa anamtoa kaburini. Maana yake ukisoma maandiko yatakwambia hivi, ambaye Mungu alimfufua kutoka katika wafu. Kwa hiyo maana ni Mungu ndiye alikuwa anamfufua Yesu kutoka katika nini? Katika wafu. Na Mungu aliweka muda wa kumfufua Yesu kutoka katika wafu mpaka Yesu atimize siku ngapi? 3 kaburini. Kwa hiyo hakukuwa na namna yoyote kwamba Yesu ajisikie ile siku ya kwanza tu akaondoka. No. Hakukuwa na namna yoyote siku ya pili akaondoka. Hapana. Lakini ilikuwa inampasa lazima kae kaburini siku 3. Sema siku 3. Sema tena siku 3. Na hayo yalikuwa ni maamuzi ya Mungu kwamba Yesu atazikwa, lakini atakaa kaburini siku 3. Na ilinenwa kwamba baada ya siku 3
Maandiko yanasema siku ya tatu Yesu Kristo akafufuka. Siku ya tatu ndio Biblia inasema. Siku ya ngapi? Siku ya tatu Yesu Kristo akafanyaje? Akafufuka. Kwa lazima zitimie zile siku tatu. Na ndio maana maandiko yanasema siku ya tatu akafufuka. Hebu sema siku ya tatu. Yesu akafufuka. Sasa kilichokuwa kinatokea, swala la Yesu kufufuka, naomba unielewe vizuri hapa, kuna kitu Roho Mtakatifu atatupatia. Haleluya. Swala la Yesu kufufuka kwamba ni siku ya tatu, japokuwa vitabu vya manabii vilikwisha andika na watu walisoma, lakini hawakuelewa. Ina maana yale ambayo Mungu alikuwa anaenda kuyafanya juu ya Yesu kwa habari ya ufufuo wake yalikuwa yameandikwa katika maandiko matakatifu, lakini watu walisoma kama kawaida, wakaona ni jambo la kawaida. Sasa kwa habari sasa ya uhalisia ya kwamba Yesu atafufuka siku ya tatu, yawezekana watu wengine wote walikuwa wamesahau, hawana hiyo kumbukumbu, lakini Mungu Baba aliyeandika kwamba siku ya tatu Yesu atafufuka, yeye alikumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Yeye Mungu alifanyaje? Alikumbuka. Watu wengine wote wamesahau kwamba Yesu atafufuka siku ya tatu. Angalia kilichotokea. Wakuu wa dini baada ya kuzikwa Yesu, wao waliweka ulinzi ili wanafunzi wake wasije wakamuiba, maana hawakuwahi kuamini katika nguvu ya ufufuo. Wakaweka ulinzi, wakafanya mambo yao. Maskari wanne wamewekwa pale kaburini walinde mwili wa Yesu. Yesu asitoke. Lakini ajenda ya Mungu juu ya Yesu, Mungu anaijua ile ajenda ya kwamba siku ya tatu atafufuka. Mtake msitake, mlinde msilinde, ila atafufuka. Muandae maaskari wa kutosha, msiandae, ila atafufuka. Muweke uzio kwenye kaburi, mjenge na nyumba, pengine muhakikishe ya kwamba hakuna mtu anaingia kwenye nyumba, ila atafufuka. Saa ya kufufuka hajui mtu mwingine, saa ya kufufuka anajua Mungu Baba. Nataka nikwambie hivi, saa ya wewe kutoka kwenye hiyo tabu mtu mwingine hajui, ila Mungu anajua. Na watu waliofikiri ya kwamba hautatoka kwenye hilo kaburi, nataka nikwambie hivi, muda ukifika unachomoka. Pale ambapo walikuwa wamekuchimbia lazima utoke. Ngoja nikwambie, haya yalifanyika kwa Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Je, kwangu mimi na wewe? Kama walimwazia mabaya, unafikiri watu hawatakuwazia mabaya wewe? Unafikiri hawatataka ukwame hapo ulipo? Na hata wakati mwingine wasiweze kufika kukukwamua hapo ulipo. Wasema ngoja tumwache, tunajua hatotoka kwenye hilo tope. Hawajui ya kwamba Bwana atamwagiza malaika atakutoa kwenye tope. Yesu alisema, ninyi mkikataa mtainua mawe. Alisema, wewe mwanadamu ukijifanya mjanja, atainua mawe. Watu ambao kuwadhania, watu ambao kuwafikiria, Mungu atawainua kwa ajili yao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka niseme hivi, mafanikio yangu anayejua ni Mungu. Sio mjomba, sio shangazi, sio baba, sio mama, sio dada, sio nani, sio bosi wako wa kazi. Mafanikio yako anayejua ni Mungu. Na saa ya wewe kufanikiwa, hiyo ni saa iliyofichwa, iko mikononi mwa Mungu. Muda ukifika, watake wasitake, utatoka hapo ulipo kwa jina la Yesu Kristo. Nasema utatoka hapo ulipo kwa jina la Yesu Kristo. Hata kama walinde maskari wajae kwenye kaburi hilo, kila mmoja anasema atoki, na risasi wameziweka hapo, zimelenga hapo waliponaza mwili wako. Muda ukifika wa kufufuka, unajua kitakachotokea? Hebu sema tetemeko. Sema tena.
linakuja kubwa haliji kwa ajili yako, linakuja kwanza kuwasambaza hao. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema tetemeko likatokea. Wale askari wameshika silaha zao hivi, wanaangalia, walishangaa tetemeko linatokea. Lilipotokea lile tetemeko, walinzi waliokuwa wanalinda kaburi, maandiko yanasema wakawa kama wafu. Haleluya. Hawataona ni saa ngapi umetoka hapo katika hali ya chini, lakini watakuja kuzinduka, wanashangaa umeshapenya, wanashangaa umeshapiga hatua, wanashangaa tayari unaenda Marekani. Wataanza kujiuliza nani amempeleka? Nasema yuko Yesu Kristo aliyependa maisha yako, ana uwezo wa kukufikisha kule ambako anataka. Haleluya. Hata kama hawataki, lakini Bwana anataka. Baada Bwana anataka, Bwana atakufanikisha, Bwana atakutoa, Bwana atakuwezesha, Bwana atakutia nguvu. Kama ndugu zako hawakupendi, Yesu atakupenda. Na Yesu akikupenda, hata wengine wasipokupenda, lakini utapendeka tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Walinzi walishangaa ni muda gani Yesu ametoka. Ukiwauliza ni saa ngapi, wao wanachojua ni tetemeko. Sema tetemeko. Ndicho wanachokijua. Tetemeko lilikuja kubwa, tukaanguka. Wewe uliangukia wapi? Uliangukia kushoto. Wewe uliangukia, mimi kaangukia spika. Wewe uliangukia mwiko. Nimejikuta yani kakechwa kamekaribiana na fungo, nimeshaanguka pale. Mimi nimejikuta, unajua nililalia bunduki yangu vibaya. Yaani nimejikuta nimenichana na hapa. Nimekuja kuzinduka, naangalia kaburi na kuta kaburi liko wazi. Yesu wa Nazareti ameondoka. Hakuna Yesu ndani ya kaburi. Yesu ameshaondoka. Nasema ndivyo itakavyokuwa kwako. Kuna watu watakutana wewe unaendesha gari, hawataamini. Ngoja nikwambie, hawataamini. Lakini nataka nikwambie uwezekano huo upo. Utaendesha gari, utatembea vizuri, utajenga nyumba nzuri. Bwana atawashangaza. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Isaya nafikiri kama hicho anasema bahati na nini na umpata kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Usijenge leo nyumba ukajisifu, usinunue leo gari ukajisifu. Ngoja nikwambie, bahati itampata kila mtu, kila mmoja kwa wakati wake. Wakati wa Yesu ulipofika wa kutoka shimoni, jamani, alitoka hakutoka? Nauliza swali, waliomtoa Yesu kwenye shimo ni wakuu wa dini? Hapana. Ni ndugu zake? Ni baba yake Yusufu? Ni mama yake Mariamu? Ni wazee wa kanisa? Ni rais wa nchi? Aliyemtoa Yesu kaburini alikuwa ni nani? Aliyemtoa Yesu kaburini ni Mungu Baba. Nasema huyo aliyemfufua Yesu anakwenda kukufufua na wewe, anakwenda kufufua uchumi wako, anakwenda kufufua ndoa yako. Ngoja nikwambie, walimkatia tamaa. Kwani nani alijua Yesu atafufua? Nani alijua? Hakuna mtu aliyejua kwamba Yesu atafufuka. Wao walisema tumemaliza, alafu tumemzika, hapa hatoki. Maana hakuna mtu aliwahi kuzipa akatoka. Kwa hiyo walijua kwamba Yesu hatatoka, na akili zao zinajua yale ulionayo ya kwamba utachomoza. Hizo ni akili zao, lakini Bwana wa majeshi, nasema Bwana wa majeshi, Bwana wa majeshi, Bwana wa majeshi, Mungu wa baba Ibrahimu, Isaka na Yakobo, anao mpango mwema juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Yawezekana wewe walianza kuwasimanga, Mariamu akaanza kusimanga. Mtoto wako wa miujiza yuko wapi? Uliyesimanga ni Mwokozi, Bwana yuko kaburini. Walianza kumsimanga hata Yusufu. Wakasema, Yusufu wewe ulikuwa unajitapa, maana mtoto wako
anabadilisha maji kuwa divai. Sasa yuko wapi? Mlikuwa mnasubiri mambo yanagoma, alafu Yesu anayafanya. Walisimama. Ni kama ambavyo baba yako amesimama, ni kama ambavyo ukoo wako umesimama, ni kama ambavyo mama yako amesimama, ni kama ambavyo familia yako imesimama. Hawajui saa itafika ambayo Mungu Baba atakuja. Hebu sema Mungu atakuja. Kuna muda Mungu atakuja, na akija anakuja kwa ajili yangu. Anakuja kunitoa mimi, anakuja kunipeleka kwenye hatima yangu. Piga kelele, sema fire. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Jamaa umepanga kwake, anajua wewe utapanga siku zote. Sikia, hatojua ni saa ngapi umejenga, hatojua ni saa ngapi umeingia kwenye nyumba yako. Atakuja kushangaa, unamwambia bosi, leo naondoka nahamia nyumba yangu. Ulikuwa umejenga. Ulikuwa umejenga. Mbona kwa kuniambia? Sio kila kitu lazima nikuambie. Kuna mambo mengine yatatokea. Ili kama ulikuwa unanidharau au walokole wanaendeka kanisani, ndio ujue ya kwamba kumbe nilikuwa nafanya kitu cha maana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, haleluya. Ninampenda huyu Yesu anayesaidia wanyonge. Nampenda huyu Yesu anayewatetea waliochoka. Nampenda huyu Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua nilishangaa ile siku napigiwa simu kwamba unaitwa kwa mkuu wa wilaya. Nikaondoka kama vile siamini. Naanza kuona mimi kwanza kwa hali nilionayo kwa mkuu wa wilaya naenda kufanya nini? Napigiwa simu, nafika pale Chato, naambiwa na msaidizi wa mkuu wa wilaya kwamba chukua usafiri njoo kwa mkuu wa wilaya nyumbani. Nikaanza kujiangalia. Mungu alikuchagua baba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. I say paka yule jamaa aliyekuwa amenibeba akaanza kushuka. Inawezekana huyu jamaa ni boss. Inawezekana akaanza kuniendesha vizuri. Akaanza kuita taratibu. Akifika kwenye bamzi anapunguza kidogo. Anaanza kushtuka, huyu jamaa ni mtu gani? Alafu mimi najiona wa kawaida, kumbe Yesu ananiona mimi sio wa kawaida. I say ukimbeba Yesu wewe sio wa kawaida. Ngoja nikwambie, kwenye rekodi ya ukoo wangu hakuna mtu yoyote alishawahi kwenda kwa mkuu wa wilaya akakaa. Hayupo. Lakini nilikwenda kwa neema ya Bwana wa majeshi aliye hai. Mungu huyu tunayemwita jioni, tunamwita asubuhi. Huyu Mungu ni Mungu wa moto, anajibu kwa wakati. Nafika pale, nimeingia kwenye nyumba na kulaza kwenye nyumba ambaye alikuwa analala bodyguard wa Magufuli. Na mimi nalindwa na askari kama yeye. Nikawa nakaa yale mazingira. Natembea mchana na askari yupo anazunguka. Niko kwenye himaya ya usalama. Mkuu wa wilaya anakuja jioni anapiga magoti. Na mimi naweka mikono kwa jina la Yesu. Bwana awe pamoja na wewe. Siku ya kwanza, siku ya pili. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hapana mtu kuchezea Yesu wako. Usiruhusu mtu achezee Mungu wako. Amina. Unajua Yesu alimwambia mwanamke Msamaria kwamba nyinyi mnaabudu hapa lakini hamjui mnachokiabudu. Yesu akamwambia, ila sisi tunajua tunachokiabudu. Nasema unamjua Mungu unayemtumikia. Wengine wakisema wewe hayo maombi ya kila siku hayana maana. Wewe ndio unajua maana yake. Sio lazima yeye ajue. Mwingine akisema acha kupiga makelele, wewe ndio unajua hayo makelele yanaletaga nini. Usifuate mkumbo, sikiliza Mungu wako. Wewe ndio unajua unachokifanya. Nasema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kama Bwana hawezi kukutambulisha, hakuna mtu anaweza kukutambulisha. Nimesema hivi, hawakujua Yesu atatoka kaburini.
Kuna watu wanakuangalia wanafikiri kwamba utaendelea kusaidiwa tu miaka yote. No, kila jambo lina mwanzo na mwisho. Mwisho utafika, hautaendelea kunisaidia, ila nitakuwa ni mwanzo wa kukusaidia wewe. Pigia Yesu makofi, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wewe nisaidie tu nikija kwako sahihi. Mwambie mwenzako nikija kwako sahihi, ninahitaji msaada. Tafadhali wewe nisaidie. Maana hiyo ni fursa. Au utanisaidia miaka yote. Kuna miaka inakuja mimi ndio nitakusaidia. Haleluya. Wale waliokuwa wanamsaidia Yusufu, si walijua ana kwao? Kwao ni Misri. Si walijua yeye ana ndugu? Hawakuwahi kuona hata kaka yake. Hata wale wenyeji wakimchokoza wanasema hana hata kaka, hana baba, hana mama. Yusufu alikuwa peke yake, lakini ndani ya Yusufu alisema, subiri, mnafikiri niko peke yangu? Ninaye Mungu. Mwambie mwenzako, wewe una baba yako na mama yako na shangazi, asante, ila mimi ninaye Mungu. Haleluya, haleluya, nasema haleluya. Waliona Mungu mahali hapa waseme amina. Muda ulipofika, kajamaa kalikokuwa kanaonekana kanasaidiwa. Niambie kilichotokea. Kakatingiziwa na kesi. Kaambia hawa washakuwa na matatizo, wamelaaniwa, wameogwa hawa. Kakatupwa na jela. Kamekaa jela. Hakuna, kila mmoja anajua hakatatoka jela hata. Ila kumbe kajamaa ambao wanakambia anatoka jela, kumbe kana Mungu. Yaani siri yake tu kana Mungu. Hakana hela lakini kana Mungu. Hakana watu lakini kana Mungu. Hakana magari lakini kana Mungu. Nasema una nyumba lakini una Mungu. Haleluya. Mungu ni kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Wacha mtu anakudharau, lakini asimdharau Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kucheke leo, lakini asimcheke Mungu wako. Muda ulipofika sema wa Yusufu kutoka na swala la kusaidiwa kuisha. Unajua lilikoma Nyampara. Muda ukafika, kipenge kalia kwanza leo Yesu Nyampara wale wasiliko moja kwa moja. Yusufu akatoka gerezani, akaenda kukalia madaraka. Wewe subiri nikwambie wewe. Unafikiri mpaka nipitie mchakato huo uliopitia wewe ndio niendeshe gari? Ya unafikiri mpaka nisote kama wewe? Mpaka miaka hiyo ilingane na wewe? Mungu anayo njia kwa ajili ya kila mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna watu mko hapa hamtaanzia kujenga nyumba chumba kimoja, mtajenga nyumba yote. Unaisha. Afu jirani yako anasema mbona hakujenga kama nini? Mbona mimi nilisota nikajenga chumba kimoja miaka 6? Wewe sio yeye. Mwambie mwenzako mimi sio wewe. Tena usinichukie. Tulitegemea Yusufu angetoka gerezani akawekwa tu huru asipewe cheo. Si ndio? Kwa hali ya kawaida. Ili atazame kwanza, angaliwe na mfalme. Ile mtumishi amesema tena angerudishwa kwao, akasamewa rudi kwenu. Lakini sikia. Jamani sikia. Waliokuchukua wakafikiri wanakutawala, kumbe wewe ndio unawatawala. Waliokuwa wanakuongoza, pika unga robo, fanya hivi. Umechambua dagaa nyingi,
Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Yusufu alikaa kwenye nyumba ya Potifa, anapangiwa chakula leo ni hiki. Anafuata utaratibu jamaa wa watu. Anatulia tu. Anasubiri wakati, subiri. Ametulia moyoni. Akaingizwa jela, wewe ndio nyampala. Utakuwa unapangiwa funga, asante, subiri. Muda ulipofika, hakuna cha rahisi. Farao naye alisema hivi, kama ni wewe ndiye Mungu amekutumia, umefasiri hii ndoto ambayo waganga wote kwenye nchi ya Misri wameshindwa. Wote wasoma nyota wameshindwa. Alafu mawaziri wote wameshindwa. Alafu wewe umeifasiri na ukatupatia na maana yake. Ni hivi, hakuna kiongozi yoyote atakuwa mbele yako isipokuwa wewe ndio utakuwa mbele. Ndicho Mungu anakwenda kufanya kwenye ukoo wako. Waliojua na kusema katika ukoo wenu hamtainuka, unakwenda kuchomoza. Kuna mtu hajanielewa, unakwenda kuchomoza. Na huu mwaka tegemea vitu vikubwa kwa jina la Yesu Kristo. Nyosha mkono wako mbele juu. Sema Bwana Yesu. Sema kwa sauti. Sogeni hapa mbele wote. Sema Bwana Yesu. Ninaamini ulioyatamka kwangu katika maisha yangu ya kwamba ni amina na kweli. Hakuna atakayepinga hayo uliyoyasema. Neno lako ni hakika katika maisha yangu. Sitakuwa kama nilivyokuwa. Maisha yangu na haya yanayoyapitia ni kwa ajili ya historia tu, lakini maisha yangu sio haya. Mimi ni yule niliyechaguliwa na Bwana, niliyeitwa na Bwana, katika jina la Yesu.